sana. Haya ndio matangazo kwa sasa. Katibu. Hoja za serikali kwamba Bunge sasa likubali kupokea na kupitisha hali ya uchumi wa taifa kwa mwaka 2025 na mpango wa maendeleo wa taifa kwa mwaka wa fedha 2026-2027, na kwamba Bunge sasa likubali kupokea na kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya serikali kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Majadiliano yanaendelea. Waheshimiwa wabunge, tunaendelea na majadiliano na orodha ya wachangiaji ndefu. Tutaanza na Mheshimiwa Patrick Adkin Mwalunenge, atafuatiwa na Mheshimiwa Daktari Catherine Kanut Joachim. Mheshimiwa Engineer Johnston Johannes Mutasingwa ajiandae. Nakushukuru mwenyekiti kwa kunipa nafasi na kuwa mchangaji wa kwanza kwa siku hii ya leo kwenye hii bajeti yetu ya Wizara ya Fedha na Mpango wa Maendeleo. Awali ya yote namshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa aliyoifanya kwa kipindi cha kwanza cha miaka minne na kipindi hiki cha pili. Mambo mengi yamefanyika na watu wote wanaona. Fedha nyingi zilikwenda kwenye ujenzi wa miundombinu, bwawa la Mwalimu Nyerere, kujenga mahospitali, vituo vya afya, usambazaji wa umeme kwenye vijiji na vitongoji. Kwa kazi kubwa sana imefanyika, na kwa kweli tumpongeze sana Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa aliyofanya. Na fedha nyingi zimekwenda vijijini kwa maana umeme na vituo vya afya na barabara. Hata ukiwaangalia watu wa TARURA, bajeti zote zilizopita walitengewa fedha nyingi, na unakuta barabara nyingi za vijijini pamoja kwamba hazina kiwango cha lami, lakini zinapitika muda wote pamoja kwa na mvua zinanyesha. Jambo la pili, nimpongeze Mheshimiwa Waziri wa Fedha. Ni mtu makini, lakini bajeti aliyoleta hapa ya trilioni 62.33 ukiangalia imeenda sana na mazingira ya mpango wetu wa 25-50. Kwa hiyo nikupongeze sana Mheshimiwa Waziri wa Fedha na timu yako yote, kakaangu Kitila Mkumbo, kwa mpango wako uliowasilisha hapa, na ulisema wewe mwenyewe wazi kwamba unatamani kuona 25-50 uchumi 70% umilikiwe na maana sekta binafsi. Kwa hiyo nakupongeza sana, na naamini kupitia bajeti hii haya mambo yanawezekana. Kikubwa hapa ni commitment ya watendaji wetu, kwa maana rasilimali watu. Hata wakati tunawasilisha mpango wako nilisema siku ile kwamba mpango ni mzuri. Ukiangalia bajeti kwa kweli inaakisi uhalisia, lakini kwenye kuzitafuta pesa na kwenda kuitekeleza pia tunakuwa na changamoto ya rasilimali watu. Utakuta malalamiko mengi kwenye halmashauri, watendaji wa serikali wengine sio waadilifu, wanafanya mambo ndivyo sivyo, kwa wanakwamisha mipango na upatikanaji wa fedha. Ukiangalia bajeti hii, Mheshimiwa Mwenyekiti, inajikita kwenye kutafuta fedha kwa ajili ya kuzihudumia wizara zetu. Kwa wizara zote tumepisha bajeti yake. Hii ndio bajeti kuu. Manake ili wizara ziweze kufanya kazi nzuri, maana yake ni fedha zitafutwe. Kwa mimi nilikuwa na ushauri Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa Wizara ya Fedha, ni vizuri sana kwenye utaratibu wenu na mpango mnapoziachia hizi fedha, kama bajeti ikipita, fedha nyingi ziende kwenye zile sekta zinazozalisha. Kwa mfano, Wizara ya Kilimo ni muhimu sana bajeti yake ikatoka kwa wakati ili waweze kutekeleza miradi. Na kwenye Wizara ya Kilimo huko ndio kunakoajiri watu wetu wengi. Kwa mfano, ukiangalia Wizara ya Kilimo ilikuja hapa na mipango mingi sana ya kujenga skimu za umwagiliaji. Maana yake kule watu wetu watalima mara 2 kwa mwaka na hawatategemea mvua. Kwa maana yake nini? Uzalishaji ukishaongezeka, ajira kwenye nchi yetu zitapatikana, lakini na watu wetu wataongeza kipato, lakini pia serikali itakusanya tozo mbalimbali kutokana na mazao yanayozalishwa kwenye kilimo. Kwa hiyo nilikuwa naomba sana Waziri wa Fedha na Waziri wa Mipango, fedha nyingi ziende kwenye sekta za uzalishaji. Tuhakikisha kwamba tunajiwekea sisi mazingira kwamba hatuagizi mafuta ya kula nje ya nchi. Tuzalishe mawese, tuzalishe alizeti kwa wingi, kalanga, soya beans, ili viwanda vipatikane kwa ajili ya kufanya nini? Kukamua mafuta, na mafuta 100% yatoke ndani ya nchi yetu. Na hii iwekwe shinikizo kabisa kwa viwanda vyetu
na wafanyabiashara wanaoagiza mafuta nje, tuanze kudiscourage kutoa vibali vya kuagiza yale mafuta ghafi kutoka nchi za nje, ili yale makampuni yaje kwenye kuzalisha mbegu za kukamua mafuta, alizeti, karanga, soya beans, ufuta, zile nani zote yale mazao yote ambayo yana support kwenye ukamuaji wa mafuta. Basi yale makampuni yote yenye viwanda vya kuzalisha mafuta nchini yawekewe condition mpaka kipindi fulani tunataka sisi watumie mbegu zetu hapa ndani kwenye kukamua mafuta. Jambo la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, fedha nyingi sana zinatumika kuagiza ngano nje ya nchi, lakini tunajua Tanzania ni miongoni mwa nchi ambazo zilikuwa zinazalisha ngano kwa wingi. Sasa hivi maeneo yako mengi na Wizara ya Kilimo inajitahidi sana kuonyesha maeneo na kutoa mbegu kwa ajili ya kuzalisha ngano, lakini sijaona ule seriousness wa serikali kwa maana wizara kuweka mazingira bora kuhakikisha kwamba haya makampuni yanayozalisha unga wa ngano na yenyewe pia kwa condition pia ni lazima yatumie malighafi kwa maana ngano inayotoka kwenye nchi zetu iliyozalishwa hapa ndani. Hiyo itapelekea waongeze uzalishaji na vijana wetu watapata ajira kwenye kulima ngano, ile value chain yote. Kwa hiyo tutajikuta tatizo la ajira pia tunaliondoa. Na hii isiwe tu kwa makampuni. Niliongea siku moja hapa, Mheshimiwa Waziri wa Fedha, wewe hii mifuko yote ya hifadhi ya pesa iko chini yako, PSPF, NCCF na kadhalika na kadhalika. Ile mifuko badala ya kuwekeza fedha kwenye kujenga majengo, ipeleke kwenye sekta za uzalishaji, watengeneze, washirikiane na Wizara ya Kilimo, wawekeze kwenye skimu za umwagiliaji. Kule watu wetu watalima matunda, watalima hizo ngano, watalima miwa. Mwisho wa siku wale, kwa mfano NCCF wakiwekeza kwenye skimu za umwagiliaji na tukatengeneza cheni ya ushirika kwenye eneo hilo, maana NCCF kwanza atapata wachangiaji kwenye eneo lake hilo, kwa maana yeye pia anahitaji wanachama, lakini serikali itapata pato, vijana wetu watapata ajira. Huko ndio tuzielekeze hii mifuko ya hifadhi, iwekeze kwenye maeneo ambayo yanazalisha, kuliko kajenga jengo ambalo return investment yake miaka 50 lakini haisupport ajira kwa watu wetu, lakini pia serikali haiwezi kupata mapato kama tunavyotegemea. Kwa hiyo nikuombe sana Mheshimiwa Waziri wa Fedha, mwelekeo huko ili tuweze kupata bajeti hii trilioni 62.33, ni lazima tuende kwenye sekta zinazozalisha, zipewe nguvu. Kule ndio nguvu kubwa ipelekwe ili uweze kukusanya hizo fedha. Na nimeona hapa na naenda kumshukuru Mheshimiwa Rais kwamba 74% ya hii bajeti manake ni fedha tujitegemee. Sasa tuweze kujitegemea bila kuweka nguvu kwenye sekta za uzalishaji. Lakini sambamba na hilo, tufufue pia viwanda vyetu. Viko viwanda, kwa mfano viwanda vya chai. Kwa nini viwanda vya chai vife? Wakati chai watu wanakunywa mara 3 kwa siku, mara 4, lakini naambiwa kiwanda cha chai kwenye nchi kinakufa. Kuna kiwanda sisi kiko kule kwetu Rungwe, Mbeya, hakifanyi kazi. Lakini wawekezaji wapo, ni bureaucracy na masharti ambayo yanawekwa na watu wetu ambao kwenye level sisi kule ya chini ambao mmeweka nguvu kubwa, wanashindwa kufanya maamuzi. Haiwezekani. Kwa hiyo tuweke nguvu huko. Viwanda vyetu tuvifufue ambao vinaweza kuzalisha ajira, lakini na mzunguko wa pesa na serikali kakusanya mapato. Jambo jingine, uzalishaji wa mbolea nchini. Kweli tunavyo viwanda. Viko viwanda nadhani 2 au 3 vinazalisha mbolea hapa, lakini na vyenyewe tija yake si kubwa, kwa sababu component na baadhi ya material wanazotumia ikiwepo urea inatoka nje ya nchi. Kwa wanaagiza, kwa unakuta wanashindwa kufanya ushindani kwenye nchi zetu. Lakini tunayo sisi makaa ya mawe hapa ndani, yanaweza kuzalisha umeme, yakazalisha gesi ya nitrogen ambayo kazalisha ile mbolea aina ya urea. Kwa maana hiyo haya makampuni ambayo yako hapa ndani yanazalisha mbolea yatapata hiyo malighafi kutoka hapa nchini kuliko kutoka kuagiza nje ya nchi. Kwa hiyo haya makaa ya mawe baada tuyasafisha kiwe ghafi, Mheshimiwa Waziri wa Fedha, tuangalie watu gani tuingize hiyo PPP, tujenge viwanda hapa vya kuzalisha mbolea kupitia makaa ya mawe. Tutakuwa tumetatua tatizo kubwa, na pesa nyingi ambazo tunatumia kuagiza mbolea nje ya nchi tutakuwa tumesha solve tatizo, badala ya kupeleka makaa ya mawe yakaenda kama ghafi kule. Hiyo yote itapunguza pia gharama na kuibebesha mzigo serikali kila mwaka kuagiza mbolea nje. Kwa hiyo naomba sana sekta ya uzalishaji, na hapa sana naongea Wizara ya Kilimo kwa maana ndio moyo wa nchi yetu. 75% ya watu wako huko. Tukiwawezesha hii sekta ya uzalishaji kwa maana Wizara ya Kilimo,
Mheshimiwa Mwenyekiti, watu wetu kule wataajiriwa, watajengewa nyumba za bei nafuu kupitia mashirika yetu au PPP vijijini, lakini watapata na bima za afya kupitia hilo shirika. Lakini na hii sekta isiyo rasmi, Mheshimiwa Waziri wa Fedha, bodaboda, bajaji, machinga, wale watu sio maskini kama tunavyowafikiria sisi. Wale watu ni matajiri na wameshika uchumi wetu. Kwa mfano jimbo la Mbeya mjini, mimi pale nao bodaboda na machinga peke yake wasiopungua 10,000. Wale watu tukiwajengea uwezo mzuri, wakawa wanajichangia wenyewe hata shilingi 1,000 kwa siku, shilingi 1,000 tu, maana yako unaongelea ni shilingi milioni 10 kwa siku au milioni 100 kwa siku. Sasa kama ni milioni 10 kwa siku, ukipiga mara mwezi mara mwaka, ni pesa nyingi. Mimi pale Mbeya mjini nao machinga 300,000 na 17,000 Mbeya, mkoa wa Mbeya kwa jumla. Tumezungumza nao tayari kwamba ukichangia shilingi 1,000 unaongelea ni milioni 317 kwa siku, ziko kwenye mzunguko wa wale machinga. Kwa mwezi unaongelea bilioni 9 na kitu, ziko kwa wale machinga. Kwa mwaka unaongelea bilioni 114 wanazo kwenye mzunguko kwa shilingi 1,000 kwa siku. Sasa sisi kama serikali kupitia wizara yako ya fedha una vyombo, hem, tuwarasimishe yale makundi yawe rasmi, tutengeneze mifumo kwa nchi nzima. Wale watu sio maskini, wanaweza kujikusanyia pesa zao wenyewe, wakajikopesha wenyewe, wakajikatia bima za afya wenyewe. Sisi ni kutengeneza mazingira mazuri tu kama serikali, badala ya kuhangaika na fedha zile za halmashauri zinazokusanya za mapato sijui bilioni 2 kwa mwaka. Halmashauri zingine zinakusanya bilioni 200 ambao ukigawanya ni sawa na hakuna. Wao wenyewe wale tuwarasimishe na tuitambue ni sekta ya kiuchumi. Hivi leo machinga wa Mbeya wanaweza kukusanya bilioni 114 kwa mwaka. Sasa wanaweza kajenga barabara zetu wenyewe. Wale watu ukijengea uwezo, watanunua mitambo, wakasajili kampuni, wanamwajiri hata Mchina aje ajenge barabara hapa. Mwenyekiti, wao vinawezekana. Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwalunenge, mwenyekiti wa CCM mstaafu, muda wako umeisha. Nashukuru sana, unga mkono hoja. Asante sana. Nilimuita Mheshimiwa Daktari Catherine Joachim, atafuatiwa na Mheshimiwa Engineer Johnston Mutasingwa. Mheshimiwa Daktari Lazaro Kilian Komba ajiandae. Okay. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana kwa kunipatia nafasi ya kuchangia. Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kukutananisha sote hapa siku ya leo ambapo tunaendelea na mjadala wa bajeti kuu ya serikali. Kwa moyo wa dhati nampongeza Rais wetu kipenzi Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uongozi wake mahiri, kwani tumeona katika bajeti kuu tuliosomewa pamoja na mpango wa maendeleo, nchi yetu imepata mafanikio makubwa katika kuendelea kujenga uchumi, lakini vile vile miradi yote mingi ya kimkakati imekamilika. Hivyo wananchi wetu wamepata fursa ya kuchangia katika shughuli za uchumi. Niwapongeze mawaziri wawili, kwa kweli wametusomea bajeti pamoja na taarifa ambayo tunaona kwa kiwango kikubwa inakwenda kuleta majawabu kwa Watanzania. Nampongeza mwenyekiti wetu wa kamati ya kudumu ya Bunge ya bajeti kwa kuwasilisha taarifa ambayo imefanya uchambuzi wa taarifa ambazo zilisomwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mchango wangu utajikita katika taarifa iliyosomwa. Na eneo la kwanza ambalo nakwenda kuliongelea ni swala zima la umwagiliaji. Sote tunafahamu kwamba umwagiliaji ni msingi mkubwa wa mageuzi katika sekta ya kilimo, lakini vile vile ni kichocheo cha kuongeza uzalishaji, lakini pia kuongeza pato la taifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, niipongeze serikali kwa kuendelea kutenga na kuongeza bajeti katika eneo la umwagiliaji. Tukiangalia katika kipindi cha miaka 5 iliyopita, kuanzia mwaka 2021-22, bajeti imeongezeka kutoka bilioni 46.5, na tukiangalia katika makadirio ya bajeti kwa mwaka huu, bajeti hii inakadiriwa kuwa bilioni 308.7. Ongezeko hili ni zaidi ya mara 6. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika eneo hili
tukiangalia kuna changamoto kubwa mbili ambazo zimeongelewa katika taarifa ya kamati ya bajeti. Changamoto ya kwanza ni utoaji wa fedha. Taarifa imeonyesha kwamba hadi kufikia mwezi Mei mwaka huu, fedha iliyotolewa katika eneo la umwagiliaji ilikuwa 57.6, lakini madai ya wakandarasi yalikuwa takribani bilioni 109. Niipongeze serikali kwa kuweka ahadi ya kutenga bilioni 25 kila mwezi ili kulipa madeni ya wakandarasi. Kwa hiyo nilikuwa na mapendekezo makubwa matatu katika mwaka ujao wa fedha. Kwanza, serikali ihakikishe katika sekta ya umwagiliaji bajeti iliyotengwa inatolewa kwa wakati. Lakini la pili, tumeona miradi mingi ya umwagiliaji haijakamilika. Kwa hiyo nilikuwa ninashauri kipaumbele cha utekelezaji kiende kukamilisha miradi ambayo haijakamilika. Tatu, ni serikali iendelee kutoa fedha bilioni 25 kama ilivyoweka ahadi. Jambo lingine ambalo nitakwenda kuliongelea katika umwagiliaji ni fursa tulizoko nazo kama nchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nchi yetu imebarikiwa kwa kuwa na eneo la takribani hekta 29.4 milioni kwa ajili ya umwagiliaji. Lakini tukiangalia hadi mwezi Aprili mwaka huu ni takribani hekta 835 ndizo zimeendelezwa. Hii ina maana hadi kufikia mwaka huu tumeweza tu kutumia 2.8 ya eneo linalofaa kwa umwagiliaji. Lakini pia tukiangalia ilani ya chama changu cha Mapinduzi imeweka lengo la kufikia hekta milioni 5 itakapofika mwaka 2030. Na hii ni mara 6 ya eneo ambalo linatumika kwa umwagiliaji hivi sasa. Nilikuwa na mapendekezo yafuatayo. Tumeona miradi mingi ya umwagiliaji kwa sasa inatumia uwekezaji unaofanywa na serikali. Hivyo nitoe rai kwa serikali kuangalia jinsi gani itawavutia wawekezaji kutoka sekta binafsi. Pili, nilikuwa napendekeza miradi ufanyike upembuzi yakinifu ili kuweza kuangalia jinsi gani tutakuwa na miradi ya PPP katika eneo la umwagiliaji. Na mwisho kabisa, ili umwagiliaji uweze kuwa na tija, tunahitaji kuhakikisha tunakuwa na pembejeo zinazotosheleza mahitaji ya wakulima, lakini vile vile huduma za ugani zinaendelea kuimarishwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, eneo la pili ambalo nakwenda kuliongelea ni budget inayozungumzia usawa wa kijinsia, yani gender responsive budget. Niipongeze serikali kwa mara ya kwanza katika bajeti yetu imeweza kutoa tamko la utengaji wa budget inayozingatia mahitaji ya kijinsia ikiwa ni kiambatisho cha bajeti kuu ya serikali. Mheshimiwa, nilipopitia taarifa ile nimeona kwamba serikali imeweza kufuatilia utolewaji wa budget katika wizara 9 za kisekta, lakini vile vile imeweza kufanya tathmini katika mikoa 9 na wilaya 1. Na matokeo yaliyoonekana katika bajeti ambazo zimepangwa imeonyesha kuwa serikali imejipanga kutatua changamoto zinazowahusu wanawake na wanaume. Na kwa upande wa wanawake, serikali imejipanga kwenda kuangalia ni jinsi gani tutaongeza kiwango cha wanawake wanaomiliki ardhi ili waweze kupata dhamana pale kinapokuwa kigezo cha kupata mikopo. Lakini cha pili, kwa upande wa wanaume, serikali imeweka mipango ya kuangalia itaweka afua gani ili kuhakikisha umri wa wanaume wa kuishi unakwenda kuongezeka. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa na mapendekezo matatu katika mwaka ujao wa fedha. Serikali iendelee kutoa maelekezo kwa maafisa masuhuli ili wanapokwenda kuandaa bajeti zao wazingatie mahitaji ya kijinsia ya wanawake na wanaume, lakini pamoja na vijana wa kike na wa kiume. Lakini la pili, tumeona taarifa hii kwa sasa haikwenda katika wizara zote au mikoa yote. Kwa hiyo nilikuwa naishauri serikali tathmini hii ifanywe katika wizara zote, mikoa yote na wilaya zote. Tatu,
nilikuwa pia napendekeza tuboreshe zoezi la ufuatiliaji na tathmini wa upangaji wa bajeti unayozingatia masuala ya kijinsia, na kwa kufanya hivyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, tutakuwa tumeongeza kasi ya utekelezaji wa masuala yanayohusu jamii yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa naunga mkono. Asante sana. Asante sana. Nilimuita Engineer Johnston Mutasingwa. Mheshimiwa Daktari Kilian Komba atafuata. Mheshimiwa Eric James Shigongo ajiandae. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia kwenye bajeti kuu ya serikali. Kwanza nipende kumshukuru sana Mungu aliyetujalia afya njema na tunaendelea vizuri na mchango huu kuchangia bajeti yetu kuu ya serikali. Nimshukuru sana Waziri wa Fedha na Waziri wa Mipango na wasaidizi wao kwa kazi kubwa sana walioifanya kuweza kutuletea bajeti nzuri ambayo imejibu maswali na majibu na maoni ya kamati zote walivyopendekeza hapa bungeni wakati tunapitisha bajeti za wizara. Pia nipende kuwashukuru wabunge wote kwa michango waliotoa ambayo inaenda kuboresha na kuonyesha nini kinahitajika ili bajeti iweze kutekelezeka. Mimi nitakuwa na michango michache sana, nini kifanyike na wapi tuboreshe ili tuweze kupata hii trilioni 62.3 ambayo ni upandaji wa